Jambo iliyoko hapa mwenyekiti ambaye asungumswi ni watu wachache katika siasa, wala sio vijana mnaposema. Ni watu wakubwa, wasio wakubwa, wanamrubuni vijana waliosoma ambaye hawana ajira. Wanamrubuni kufanya haya. Hakuna kitu kibaya kama unaenda kuponya kidonda ambayo si kidonda, unaacha kidonda. Siri ya jambo hili liko kwa watu wenye tamaa ndani ya nchi yetu. Lakini la pili, mashirika ambayo yanatoka ndani ya nchi yetu, NGO, ndio wachochezi ya jambo hili. Mara nyingi mimi naipaswa kusema ukweli. Hakuna cha dini, hakuna cha nini. Wako watu waliosoma wametembea nje ya nchi. Mimi naishi mpakani, kwa maana mkoa Arusha. Watu waliokuja kuchochea ni watu kutoka nchi za jirani. Na wana supporter kutoka mashirika ya NGO ya ndani. Na anashikana na wajuu ambayo yuko kimataifa. Tukiwacha kusema, tutazidi kuumia. Hilo ndio kitu tunataka kuchunguzwa. Mashirika yanafanya nini? Sisi tunahubiri amani kwenye makanisa, kwenye misikiti, lakini wako watu wanayopokea pesa nyingi kutoka nje ya nchi kuvuruga amani ya Tanzania. Hiyo ndio jambo lipo, na najua kwa hakika. Sio kwamba namungunya, mimi ni kiongozi. Siogopi kusema ukweli daima. Kwa hiyo kwenye makanisa zetu tumekuwa tukitoa ujumbe. Ombi langu, kila kanisa, kila msikiti, kwa ngazi zote, na kila jumuiya zetu za mila, toeni mafunzo. Kama sio kwamba mimi nimetoa, Wamasai angeangamia wengi. Taarifa nawapa, vijana katika vurugu hii walioangamia Kimasai, waliofariki wako 14. Inastaajabu kwamba najuaje mimi. Nafahamu bwana, mimi ni kiongozi wao. Na kazi ambayo imepunguza hiyo matokeo nimeshahubiri kabla uchaguzi, na mmeona. Nimetambua vijana walikuwa wameshanunuliwa, mpaka mmeona kwenye vyombo vya habari nikihangaika na vijana waliomtusi rais.